kwamba askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana nchini Jackson Ole Sapit anawataka viongozi wa kisiasa kukomesha matumizi ya magenge kuleta vurugu za kisiasa, akionya kuwa mwendo huo unaweza kulipelekea taifa kwenye machafuko, haswa wakati huu ambapo taifa linajiandaa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Mwandishi wetu Robert Gakure na taarifa kamili. Visa vya magenge na wahuni wanaosababisha vurugu kwenye mikutano ya kisiasa vimekashifiwa na askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana nchini Jackson Ole Sapit, ambaye anasema kuongezeka kwa visa hivi kuna kiuka maadili ya taifa na kuhatarisha amani ya nchi. Tunaomba culture ambayo tumeona hivi majuzi ya watu wanaitwa goons ikomeshwe, na hasa wale ambao wanawatumia, kwa sababu hawa ni vijana wetu, wanataka opportunities in life, na opportunities in life haipatikani katika kufuruga mikutano ya wengine. Akizungumza wakati wa hafla ya kuwekwa wakfu kwa askofu wa Dayosisi ya Kianglikana ya Baringo Samuel Bunyata, Sapit anawataka viongozi kuachana na siasa za chuki na migawanyiko, badala yake wakumbatie siasa za mshikamano zitakazowaunganisha Wakenya. Tunapoelekea katika hiyo uchaguzi, tuelekee kwa njia ambayo kila mmoja anasikiliza mwingine. Ushindani wa uongozi si lazima iwe kwa njia ya vita na furugu na chuki. Tunashindana kwa ideas. Aidha, anawataka viongozi kuepuka uchochezi wa ukabila na matumizi ya matusi katika siasa, akisisitiza kuwa taifa linahitaji umoja na maelewano. Tusiweke pia matamushi ya kikabila, kwa sababu tunataka kujenga taifa lenye haina ukabila, taifa ambayo tunaweza kusongesha pamoja. Viongozi waliohudhuria hafla hiyo wakiongozwa na mbunge wa Mogotio Ruben Kiborek wanamtaka waziri wa usalama Kipchumba Murkomen kuchukua hatua madhubuti dhidi ya wahusika wa matumizi ya magenge bila kujali misimamo yao ya kisiasa. Aweze kudili na wao bila kuzingatia wanatoka mirengo gani. Wazikwe kama wako mirengo ambayo ni ya serikali, ni ya upinzani. Ule mwanasiasa yote ambaye anatumia wauni kuweza kuumiza na kukandamiza wamama, watoto na vijana wenzake ni mwanasiasa ambayo ameishiwa na hesabu. Robert Gakure, TV 47.